katika kipindi cha miaka mitano kutoka 2019 tulikuwa na kipato cha bilioni 125. Katika hesabu ambazo zimekaguliwa na mkaguzi mkuu wa serikali kwa mwaka wa fedha uliopita, tumeweza kufikisha bilioni 189, ambalo utaona shirika limekuwa kwa asilimia 34 kimapato. Mwaka huu tumeenda kutoa gawio la bilioni 5.5. Hiyo inaondoa kodi. Ukiongeza na kodi manake ni kama bilioni 6. Hiyo ni gawio tu. Utaona jinsi gani ambavyo tumekuwa tunatoa gawio kwa serikali, lakini hata kodi zetu tumekuwa tukilipa kodi kubwa. Kwa hiyo katika kipindi cha miaka mitano hiyo, ukiangalia faida ambayo shirika limepata, sasa hii ni faida ambayo ukiondoa, kwa sababu unapotengeneza mahesabu yako wakati mwingine asset value zako zinapoongezeka, ile huwa inachukuliwa ni faida, lakini hapa nimeondoa asset value, yani ile faida yenyewe ya fedha. Tumepata katika kipindi cha miaka mitano tumepata faida ya bilioni 235.4. Zungumza miradi mikubwa ya mabilioni ya pesa ilikwama National Housing. Kwa watu tukukaa na mafaili hawataki kufanya kazi zao. Alikuja Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 akaweza kutoa ruksa kwa shirika kuendelea kukopa na hiyo miradi iendelee. Alitambua umuhimu wa hiyo miradi kwa Tanzania. Sasa sisi kama National Housing tunamlipa nini rais huyu? Tukae tu akiwa jukwani tupige makofi inatosha? Kila mtu anapiga makofi. Sisi kama National Housing tukasema kwa rais ambaye ametushika mkono kama huyu, tumtengenezee legacy. Na sisi kwa sababu tuko kwenye nyumba, legacy nzuri ni kwenye nyumba huko huko. Ndio tukaamua kuanzisha mradi unaitwa Samia Housing Scheme wa nyumba 5,000, ambazo nyumba asilimia 50 ya hizo nyumba tunajenga Dar es Salaam, asilimia 30 tunajenga Dodoma, na asilimia 20 tutajenga katika maeneo mbalimbali ambayo yatakuwa na soko na uhitaji. National Housing ambayo tuko katika jengo hili ambalo lina ubora wa hali ya juu na lina upamba mji. Jiji la Dar es Salaam, mbali na mambo mengine, majengo ya National Housing yamegeuka mapambo ya jiji la Dar es Salaam. Nikushukuru, tumepata fursa asubuhi ya kwenda kutembelea Kawe 711, Samia Housing na nyingine wanaitamka RGPR. Tunapongeza sana kwa kukwamua huu mradi wa Kawe, kwa sababu miaka 8 iliyopita mradi huu ulisimama, na sijui ni sera, lakini acha tuseme tu kwamba ni sera ya serikali ya awamu ya 6 sasa kuikwamua hii miradi mpaka unaona kabisa miradi inaanza kufanya kazi. Lakini sio tu miradi kufanya kazi. Jengo hili tulipo hapa Morocco Square tuliambiwa kwamba unajenga majengo ambayo hata mpangaji utampata miaka 8 iliyopita. Lakini leo tumeambiwa jengo hili kwa takwimu limejaa. Lina wapangaji wote, maeneo ya ofisi, maeneo ya kibiashara, nyumba za makazi, mpaka hoteli ambayo inaitwa King Jada iko hapa. Kwa kweli hizi mnastahili